unafikiri sasa mimi nikiviacha vyote nikimpokea Yesu nitapata nini? Hilo swali ndo alilouliza Petro. Tunaviacha vyote tunakufuata wewe, sisi tutapata nini sasa? Yesu akamwambia kwamba mtapata mara 100 duniani na uzima wa nini? Wale ukamkuta mtu ni mwembamba lakini ana Yesu ni mnene. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukaniona hivi nilivyo lakini ni jitu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ukimpokea Yesu unakuwa una shida ndogo ndogo. Dhambi inakuwa haikusumbui. Hela sio shida kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapochukua uamuzi wa kumpokea Yesu kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jua kwamba kila kitu kwako ni sawa, kila kitu kwako ni kamili katika maisha yako. Kuna watu wanapitia shida, wanapitia mawazo. Neno la Mungu linatuambia Yesu ni mshauri wa ajabu. Yesu ni mfalme wa amani. Sasa ni jambo gani kwenye maisha yako ambalo ni gumu sana Yesu hawezi kulifanya? Mungu hawezi kulitenda. Na umeambiwa jina lake ni Mungu mwenye nguvu, ni mfalme wa amani, ni mshauri wa ajabu. Si uchukue tu uamuzi wa wewe kumpa Yesu maisha yako ili akufanye kuwa imara. Jeshi yakiitwa, yakiitika, yakisimama, yakikimbia, yakipiga. Sasa kwa nini usichukue uamuzi wa kumpokea Yesu? Kuna mtu yuko anajishawishi, anajiuliza, sasa mimi jamani jinsi nilivyo hivi, huko wanavyonitambua nilivyo, niangalie maisha yangu yenyewe, nikienda kwa Yesu hivi Yesu atanipokea? Yesu aliwapokea watu wote. Neno la Mungu linasema kwamba wale wote sio weupe, wale wote sio weusi, wale wote waliompokea aliwafanya kuwa wana. Yesu kuna kila kitu. Kwa Yesu kuna kila jambo. Unapotubu na kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa mtoto wa Mungu, unakuwa mtoto kamili wa Mungu. Kila unachokitaka, kila unachokihitaji unamwambia Mungu. Na changamoto ya kwanza, mkimbilie Yesu. Mfanye Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivyo hivyo ulivyo Yesu anakupenda. Hivyo hivyo ulivyo Yesu anakupenda. Hivyo hivyo Yesu anakupenda ulivyo. Kila namna unayoifanya, namna unayoenenda, Yesu hajakukatia tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ninachokuambia leo ni uchukue uamuzi mapema kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.